USD BTC, USD Bitcoin. Hizi zinapatikana kwenye kategori ya crypto. Lakini ukija kwenye upande wa stock ndio utakutana na nani? Labda kama Apple, utakutana labda na Tesla, utakutana labda na Google. Zote ina maana nikija kwenye server broker ama kwenye forex unaweza kuchagua kimoja wapo ukawa una trade, kwamba kuna trader ambao unakuta wana trade crypto, kuna wengine unakuta wana trade stocks, kuna wengine ambao wana trade metal, kuna wengine ambao wana trade FX pair, kuna wengine ambao wana trade indices. Kwa hiyo tunapozungumzia kwenye upande wa metal unaikuta kwenye upande wa nini? Gold unaikuta kwenye upande wa metal. Lakini pia kuna commodities. Commodities ni kama ilivyo sugar, kuna vitu vingine, bidhaa mbalimbali. Wakati mwingine hata gold yenyewe inaweza ikakaa huko kwenye commodities, kwa sababu na yenyewe ni bidhaa ambayo nini, inashikika, kwamba ni bidhaa ambayo unaweza ukaishika mkononi. Ni gold ambao kama ambao wanachimba Geita ama wanachimba Merelani huko. Kwa hiyo lakini tukija kwenye upande wa gold tunaikuta iko katika upande wa nini, wa metals. Kwa hiyo unapokuwa una deal na gold ama unataka kutrade gold, maana yake ni nini? Unakuwa una trade kitu ambacho kinashikika mkononi. Kwa mfano tumeona kwenye Nasdaq inakuwa influenced by performance of companies. Tumeona kuna Apple, kuna Tesla, kuna nani. Zile company zipo, ukienda kwenye real life unakuta kuna ofisi. Sasa tunapokuja kwenye upande wa gold ama SAU USD, maana yake unaweza ukaenda ukaishika gold. Wale ambao wamechimba dhahabu nadhani mnaweza mkao mnaelewa, ama kama ushawahi kuona mazingira ambao wanachimba dhahabu, kwamba unaweza ukaenda ukakutana nini, kipande cha dhahabu. Sasa ile dhahabu inakuwa inapimwa labda gramu 5, gramu ngapi, kwa hiyo unaweza ukaishika mkononi. Tunapokuja kutrade gold, utofauti uliopo kwamba sisi gold tunayotrade, tuna trade price ama performance of nini, of gold. Lakini inakuwa influenced na nini? Inakuwa influenced na ile price iliyopo mtaani. Kwa mfano, inapotokea kwenye biashara ya uchimbaji wa madini ikatokea kwamba price ya gold imeongezeka, yani imerise, maana yake kwetu sisi huku tunakuwa tunafanya nini? Tuna buy gold. Lakini inapotokea kwamba kwenye gold kumekuwepo na fall of price, kwamba price imeshuka, price ya gold imeshuka, maana yake kwenye gold huku sisi tunafanya nini? Tuna sell gold. Kwa hiyo kinacho influence gold ni kitu gani? Ni price ambayo iko mtaani huku. Na uzuri wa gold sio kama biashara ambayo labda biashara nyingine. Gold yenyewe hata price ambayo wanauza hapa Tanzania, kuuza na kununua, wanachokiangalia ni from world market, kwamba wanaweza kuambia kwamba at 1 ounce gold inauzwa labda inauzwa labda 3 labda USD. Huu ni mfano. Kwa maana yake hii ndio itakayo kuja kutuongoza duniani kote. Wanauza gold wote, wachimbaji wa duniani watakuwa wanaongozwa na hii kwamba price iliyopo kwenye soko world market inaongoza dunia nzima, kwamba hata unapokuja kuuza dhahabu labda Kahama ama Geita, utaanza kuulizia kwamba hivi onsi kitani, nadhani ndio wanaita tora. Kuna neno ambalo linatumika inaitwa tora. Utasikia tora moja inauzwa shilingi ngapi, ndio wanakuambia kiasi fulani. Sasa I don't know kama hii tora huwa ni Kiswahili ama ni neno la Kiingereza, lakini ounce ndo neno ambalo linatumika, ambao nafahamu ndo Kiingereza. Tora sijajua ni neno la Kiswahili ama wametolea kwenye Kiingereza. Lakini ukienda sehemu ambao wanachimba madini ni neno maarufu, utasikia wanakuuliza tora moja sasa hivi ni kiasi gani. Kwa hiyo unamwambia labda tora moja sasa hivi labda ni 1.5 milioni. Kwa hiyo wanapokuja wanaokuwa wanauza dhahabu wanaangalia tora moja inauzwa shilingi ngapi kwenye world market, na huku ndo tunajua sasa tunaweza tukapanga bei kiasi gani. Kwa hiyo gold sio bidhaa ambayo kwamba unaweza ukapanga bei unavyojisikia wewe. Tunakuwa controlled by world market
price. Kwa hiyo hata wewe unapokuwa una trade gold, unachotakiwa kufuatilia ni zile taarifa zote ambazo zinakuwa zinahusiana na nini, zinazohusiana na gold, kwamba gold inakuwa driven by nini, gold inakuwa influenced by nini, ni vitu gani ambavyo tunatakiwa kuviangalia sana. Hivyo ndio vitu ambavyo ili uweze kuja na kuconnect na nini, na technical. Ukishaunganisha upande wa fundamental, ukafahamu taarifa zilizopo kwenye upande wa gold, na unakuja unaunganisha na nini, na technical analysis. Technical analysis. Tukitoka hapa technical analysis, tunakuja tunaibiaibia kidogo na upande wa nani, wa character, kwamba je, gold kwa upande wa tabia, kwa kuangalia chati, character ama tabia za gold zikoje. Kwa zile tabia ambazo zinapatikana kwenye upande wa gold zinaweza zikakusababishia kwamba tayari umeshaangalia upande wa fundamental. Fundamental inakupa kitu gani? Kwamba ndani ya hivi kipindi hiki labda, ama ndani ya wiki hii, taarifa zilizopo zinazohusiana na gold zina indicate nini? Zina indicate maybe kubuy. Zina indicate kubuy. Kwa hiyo unapokuja kuconnect na technical analysis, focus yako yote inabidi iwe wapi? Inabidi iwe kwenye kutafuta entry za kubuy. Lakini ikitokea labda kwenye fundamental pamekuwa na ishara ama pamekuwa na taarifa nyingi zinazo indicate ku sell, maana yake hata unapokuja kufanya technical analysis you must focus kwamba sasa hivi hizi taarifa zinazoendelea kuna uwezekano gold ika sell. Kwa kama kuna uwezekano huo, maana yake hata mimi inabidi ni focus kwenye kufanyaje, kwenye kusell. Kwa hiyo hapa nakuja na connect fundamental, na connect technical, na connect na character analysis. Taenda kuonyesha upande wa technical, taenda kuonyesha upande wa fundamental, taenda kuonyesha na upande wa character, namna ambavyo unafanya. Kama ulinielewa vizuri kwenye upande wa technical analysis, NAS 100 haitokuia shida sana kuweza kuelewa hata kwenye upande wa nini, wa gold. Sasa tuangalie kwanza influence gold factors. Labda tuzungumze factors that influence influencers, lakini hapo ungeweza kusema factor that influence gold price. Factor influence gold price. Mimi hapa nimeandika kwa kifupi tu. Kwa hiyo kuna mambo ambayo yanakuwa na influence gold price. Hivi ni vitu ambavyo inabidi tuvitazame kwa jicho la karibu sana. Kwanza hizi factor ambazo tunabidi tuzitazame ni kuhusiana na taarifa zinazohusiana. Namba moja, taarifa zinazohusiana na interest rate. Interest rate. Nitakuwekea ambazo ni zile ambazo ni mostly common. Lakini kuna kitu kingine inaitwa inflation. Inflation report or data. Hii tulijifunza kwenye upande wa USD. Si mnakumbuka? Interest rate USD ama inflation report kwenye upande wa USD. Kwa hiyo tunakuja kwa sababu tunafahamu kuna hili neno ambalo huwa linachanganya watu, labda SAW USD, kwamba hii ni pair ambao ni upande wa USD, alafu hili ni nini? Hii ni gold. Hili neno SAW nilishawahi kuzungumza. SAW ina stand for nini? For gold. Ni neno la Kigiriki, ni Greek language ambayo inakuwa ni SAW ina stand for gold. Kwa hiyo hapa gold unaitrade against USD. Gold unaitrade against USD. Kwa hiyo katika kipindi ambacho unaona interest rate labda imetoka na kipindi hicho chote kimeonyesha labda interest rate imekuwa higher. Interest rate tuko hapa, interest rate imekuwa higher. Maana yake ni nini? Tulizungumza nini? Kwamba kwenye upande wa USD if the interest rate iko high, maana yake ni nini? Kwamba USD ita appreciate ama itakuwa very strong. Kwa hiyo maana yake huku kwenye upande wa gold utaenda kufanyaje? Sell. Utaenda kusell. Maana yake hivi ni vitu ambavyo vina influence kwenye upande wa gold, kwamba kipindi ambacho interest rate wanaibadilisha
kwenye gold huwa kuna impact ambayo inatokea, na hiki kipindi mara nyingi gold ina create entry ama signal za kusell. Sasa nitaendaje kuziona hizo signal za kusell? Nitakuja kukutana nazo namna nitakapokuja connect na technical analysis na nika nikaibiaibia na kwenye upande wa character analysis. Lakini tukaja kwenye upande wa inflation, tuliona kwamba inflation ikiwa high maana yake na gold ina tend to appreciate. Kwa hiyo kwenye gold unafanyaje? Una buy ikiwa inflation iko high. Kwa hiyo taarifa, ina maana taarifa zote ambazo kipindi hicho labda zinazungumzia kwamba inflation imekuwa kubwa, labda duniani sasa hivi inapambana na inflation, unaweza ukagundua kwamba kipindi chote labda ambacho gold ilikuwa inflation, dunia inapambana na inflation, unaweza ukagundua kwamba gold ilikuwa ina buy sana kipindi hicho. Kwa hiyo kipindi ambacho gold inakuwa inflation inakuwa high, maana yake na gold inakuwa ina buy. Kwa sababu gani? Gold ni bidhaa kama ilivyo nyanya, kama ilivyo labda sukari, ama ilivyo mahindi. Kwa hiyo yenyewe japokuwa ni kwamba ni bidhaa ambayo ina thamani sana, kwa sababu hata haiozi, haiharibiki, hata uweke mazingira ya namna gani, gold ni kitu ambacho hakiharibiki. Ndio maana hata investment, one of the tunaita labda kwamba gold ni sehemu ambayo investor wanaiona ni sehemu sahihi ama nzuri ya mtu yoyote kuinvest. Kwa sababu gani? Mtu ambaye anamiliki gold ni tajiri, na kuna kipindi fulani alizungumza Donald Trump, nadhani alitweet kama sikosei, kwamba akazungumza mtu ambaye anamiliki gold sana ndo anaweza kupanga price, ama anaweza akapanga akasema anachotaka, kwa sababu they know kwamba gold hata kama ulimiliki miaka 1920 mpaka sasa hivi bado inakuwa na thamani kubwa. Hata kama walioipata kipindi kile, mpaka sasa hivi inakuwa na thamani kubwa. Kwa hiyo inapotokea kuna inflation, gold yenyewe haijali kwamba inflation ikiwa high, gold na yenyewe inakuwa nini? Inakuwa high. Kwa hiyo kipindi ambacho kuna inflation, labda kuna inflation data, inabidi upay much attention kwenye nini? Kwenye hizi taarifa, kwa sababu zina affect gold. Tukija kwenye interest rate ikiwa low, maana yake hapa ni vice versa, kwamba tutabuy nini? Tutabuy gold. Hii ikiwa low, maana yake tuta sell gold. Sasa hicho ni kipindi ambacho kwenye gold, kwamba ni kipindi, sio kwamba mpaka usubiri ile news itakapotoka. Hapana, kuna taarifa ambazo zinakuwa zinatoka, hata CNBC mnakuwa mnaziona pale, kwamba labda kuna taarifa fulani inazungumzia inflation, labda inaweza ikawa inazungumzia, ama kuna taarifa zinazungumzia interest rate, vitu kama hivyo. Kwa vile zile taarifa zote zinakuwa zina stimulate kwamba kama una trade ndani ya wiki hiyo na kuna taarifa za namna hiyo, hata kama interest rate haijatoka, unakuwa unafahamu kwamba kwa taarifa zinazoendelea sasa hivi kuna uwezekano mkubwa price ya gold ikazidi kuongezeka ama price ya gold ikazidi kushuka, kwa sababu kinacho influence ni kutokea kwenye hizi factors mbalimbali. Hapo nadhani nitakuwa nimeeleweka. Lakini number 3 tunawaangalia hawa largest gold producers. Tunakuja kugundua kwamba largest gold producers wako na influence kwenye gold. Mtu yoyote ambaye hata hapa Tanzania mfano ambaye anafanya exportation ama importation ya bidhaa fulani sana, maana yake anakuwa na influence kwenye soko husika. Kwa mfano mtu anayesafirisha labda ambao anatoa Iringa, labda Mbeya kuja kuleta labda Dar es Salaam na mikoa mingine, kuna wale ambao unakuta ni main supplier. Ina maana asipoleta labda ambao katika soko fulani, labda Dar es Salaam ama Dodoma, unakuta ile soko inafanya nini? Inayumba. Kwa hiyo kuna namna fulani hawa producer ambao ni wakubwa wanaleta effect kwenye upande wa gold. Kwa hiyo as a gold trader you need to pay attention kwa hawa largest producer wa gold. Twende tukaone wa namba 1 kuna China, namba 2 kuna Russia, namba 3 kuna Australia and 4 kuna United States. Nitakuwekea mpaka 5 hapa, na kuna Canada.
Wapo wengi, lakini mi nimechukua wale ambao ni main, ama huwa tunaangalia wale ambao ni main, au wa chini chini huwa tunawaacha. Kwa mfano kama Afrika hapa kuna Ghana na yenyewe naye yupo, nadhani na wengine ambao wapo ambao ni largest gold producers. Sasa tukija kwa upande wa China, maana yake ni nini? Inapotokea issue yoyote ile ambayo inamuhusu China, kwa mfano kuna vitu ambavyo vinakuwa vinaendelea, kwa mfano kama trade war. Trade war mara nyingi huwa ni USA against nani? Against China. Mara nyingi sana inakuwepo, hii inafanyika. Hata Trump huwa anafanya, hata juzi hapa tumekuwa tunaona chokochoko zinaendelea. Trade war. Trade war ni vita ya kiuchumi. Ukisikia neno trade war ni vita ya kiuchumi, kwamba tunaweza tukawekeana vikwazo, labda kwa nchi kama ilivyo Zimbabwe ilishawahi kuwekewa vikwazo, labda ama Uganda kuna vikwazo ambao unakuta wameweka vikwazo vya kiuchumi. Sasa kama mtu ambaye haelewi vizuri mambo ya kiuchumi anaweza akajiuliza, kwani vikwazo vya kiuchumi vina nini? Wanapokuwekea vikwazo vile vinaweza vikaathiri zile production zako ama importation zako ama exportation zako, zinaweza zikaathiri kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo inapokuwepo taarifa yoyote ambayo inahusiana China na USA, uwe unafahamu hii taarifa inabidi uifuatilie. Kwa sababu gani? Kama we ni gold trader, unatakiwa uifuatilie hii taarifa, kwa sababu China ni one of the producer wa gold, na tunafahamu kwamba gold anakuwa traded against nani? Against USD. Kwa hiyo maana yake ni nini? Huu mkwaruzo ambao unakuwepo gold, pamoja ni kwamba gold inakuwa traded against USD, bado China ni main producer ama ni largest producer wa nani? Wa gold. Kwa hiyo inapotokea kuna taarifa yoyote mbaya, inaweza ikaathiri price of nini? Price of gold. Sasa inataka kuiathiri katika mazingira gani? Tunafahamu kwamba trade war ni kitu kibaya, sio rahisi trade war kuwa na matunda mazuri unless mmoja akiwini, kwamba trade war ikitokea mmoja amewini ama amemshinda mwenzake, manake yule aliyemshinda ndo anaweza akawa katika safe side, lakini mara nyingi wanadhurika wale wengine. Kwa hiyo inapotokea mkwaruzano wa namna hiyo, huo unafahamu gold itakuwa affected. Je, itakuwa affected katika mazingira gani? Hatuwezi kujua, kwa sababu lazima tusome ile taarifa na tuweze kujua kwamba hii taarifa ya gold kuhusiana na China iko katika mazingira gani. Je, ni negative ama ni positive? If ni positive, maana yake kwenye gold tutakuja kuona gold price inafanya nini? Inapaa ikiwa ni positive. Lakini ikiwa ni negative, maana kwenye gold tutakuja kuona price ina drop. Kwa hiyo hizi ni taarifa ambazo, na unaweza ukajiuliza kwamba atakuwa anazipata wapi? Utakuwa unazipata tu CNBC, kwa sababu hizi trade wars zinazungumziwa. Hata CNBC wenyewe unakuwa wanakupa nini? Wanakupa update, wanakuambia kuna hiki na hiki inaendelea. Kwa hiyo kama wewe trader ambao unataka kubase kwenye upande wa gold, maana yake unakuwa unaibiaibia na kucheki kwamba ni kitu gani kinaendelea upande wa USD, ni kitu gani ambacho kinaendelea kwenye upande wa China. Kwa upande wa China ni kitu gani kinaendelea. Kwa hiyo kama ukikuta kuna story yoyote ile ambayo inahusiana na upande wa gold, maana yake you need to pay attention kwenye hizi taarifa na uweze kufahamu hizi taarifa zinahusiana na nini. Ukigundua kwamba zinahusiana labda na gold, labda zinaashiria positive ama zinaonyesha matokeo ambayo ni mazuri, maana yake hata unapokuja kuconnect na technical analysis, maana yake inakuashiria nini? Kwamba hapa trend inaweza ikawa ni trend ambayo inaenda kubai, ama trend inaenda, ama gold inaenda kubai kwa muda huu. Kwa hiyo ni taarifa ambazo inabidi uzifuatilie from nani? From China. Tuje upande wa Russia, kuna mara nyingi hii na unafundisha for based on experience. Kuna vikao ama maongezi, wakati mwingine unaweza ukakuta yapo yanahusiana labda yanamhusu Trump and Putin. Ukikuta kuna mazungumzo ya namna hii, Trump and Putin, uwe unafahamu kwamba gold inaweza ikadhurika, kwa sababu Russia ni one of the gold producers. Kwa hiyo ukisikia kuna taarifa za namna hiyo, make sure unapata taarifa sahihi kwenye upande wa nani? Wa gold. Kama ni hizo taarifa ni negative, basi ufahamu kwamba gold itaenda collapse. Kama ni
taarifa ni positive, basi hizo taarifa zinaweza zikawa ni nzuri kwa upande wa gold. Tukija upande wa Australia, hii Australia inakuwa represented by nani? By AUD. Ni one of the common ama major currency. Tukija upande wa United States ni USD, tukija upande wa Canada hii ni CAD. Sasa unapoona kuna taarifa yoyote inawahusu au Australia, inawahusu United States, inawahusu Canada, wewe unafahamu kwamba matokeo yanaweza yakawepo kwenye upande wa nani? Wa gold. Inaweza ikawepo mfano labda Australia wanapotoa labda kuna interest rate, wanabadilisha labda interest rate, inaweza ikaleta madhara kwenye zile gold importation na exportation, kwa sababu wao ni producer. Kwa hiyo inaweza ikaleta shida kwenye upande wa nani? Wa gold. Kwa hiyo taarifa ambazo zinamhusu Australia ama AUD, you need to pay attention. Tukija upande wa United States ambaye ni USD, huyu inabidi upay attention sana. Kwa sababu gani? Value of gold iko listed by USD. Yani ukienda kwenye world market, maybe unataka kubuy gold ama unataka kusell gold, utaikuta hii wamename under USD. Kwa mfano unapoenda labda supermarket kununua vitu, unakuta wamekuwekea pale labda sukari T-shillings kilo moja labda 2,200 ngapi. Ukienda sui sabuni unakuta wamekuwekea pale T-shillings kiasi fulani. Sasa ukija kwenye upande wa gold unakuta wamename under USD. Kwa hiyo maana yake ni nini? Anything that affect USD iko correlated positive, ina positive correlation with nani? With the gold. Kwa hiyo maana yake ni nini? Kitu chochote ambacho kinaleta madhara ama kinaleta impact kwenye USD, kinaleta impact pia kwenye nani? Kwenye gold. You need to be very careful kwenye hizi news. Ukiondoa hii factor kwamba gold yuko named ama valued under USD, pia huyu USD anakuwa traded na nani? SAU USD, kwamba gold anakuwa traded na USD. Kwa hiyo ukija katika mazingira ya kawaida, ikitokea kwamba umeona news yoyote ambayo ikaifanya hii gold kuwa very strong ama kuwa positive, maana yake ni nini? Kinachotokea kwenye hii pair ya SAU USD, utaenda kufanya nini? Kubai. Lakini ikitokea kwamba kuna news yoyote umeipata ambayo imeifanya hii gold kuwa weak, maana yake kwenye hii pair ya SAU USD kinachoenda kutokea, utaenda kufanyaje? Kusell gold. Kwa unatakiwa kuwa makini sana kwenye upande wa nini? Wa hizi taarifa ambazo zinatokea upande wa USD. USD Australia pay attention, kwenye upande wa Canada pay attention. Na hizi taarifa zote kama ni taarifa ambayo ni strong, utaipata tu kwenye upande wa nini? Wa CNBC. Utaipata tu, watakwambia kwamba kuna hiki kimeendelea na hiki na hiki. Kwa hiyo utakuwa umeshajua. Kama umeweza kufanya interpretation ya Nasdaq kwenye daily news, basi hata kwenye upande wa gold utaweza kufanya interpretation vizuri tu, kwa sababu hamna changamoto yoyote, unless otherwise kama tungekuwa tujasoma Nasdaq, tujasoma gold, basi tujasoma US30, basi ungeweza kupata shida sana. Lakini kwa sababu ushajua namna gani ya kuweza kuinterpret hizi news, basi naamini hata kwenye gold hautopata shida sana, ama hautopata shida yoyote kwenye upande wa nini? Kwenye upande wa gold. Tuende kwenye kitu kingine ambacho kina influence kina influence gold. Kuna kitu kinaitwa supply. Hii ni namba ngapi? I think ni 4. Supply and demand. Supply and demand. Tunapokuja kwenye upande wa supply and demand, tunakuja kuangalia, kumbuka gold ina matumizi mengi sana. Gold ina matumizi mengi. Nadhani katika madini ambayo yana matumizi mengi sana, basi gold naye ni mojawapo. Ina matumizi mengi sana. Hata kwenye simu tunazotumia hizi, kuna baadhi, kuna some of gold. Vitu vingi ambao unakuta chain tunazovaa, vitu vingi sana, kompyuta tunazotumia, TV wakati mwingine,
simu, hata kama simu ni hizi ndogo ndogo, unakuta kuna some particles ambazo ni za gold. Kwa hiyo vitu vingi ambavyo tunatumia kuna kuwepo na nini na hizi gold. Kwa hiyo kuna wakati mwingine unaenda kwenye unasikia kuna taarifa wanakuambia labda demand ya gold imekuwa kubwa. Yaani hiyo ni taarifa ambayo haimuhusu USA, haimuhusu USD, haimuhusu labda China, haimuhusu yoyote, labda Australia, haimuhusu labda interest rate, haimuhusu labda inflation, haihusu chochote. Lakini kuna taarifa inatoka na kuambia sasa hivi demand ya gold imekuwa iko kubwa sana. Demand of gold imekuwa kubwa sana. Maana yake ni nini? If the demand is too high, wakuambia kwamba demand ya gold imekuwa ni kubwa, maana yake gold ukija kwenye chati itakuwa ina buy. Kwa sababu gani? Scarcity. Kitu chochote ambacho kina demand kubwa, maana yake kuna scarcity. Kama kuna scarcity, maana hicho kitu kitaongezeka price. Kwa hiyo kama price ya gold itaongezeka, automatically ukija kwenye price ama kwenye gold performance huku utakuja kukuta gold price inafanyaje? Ina buy. Kwa hiyo ni vitu ambavyo inabidi ufuatilie. Ukikuta kuna taarifa yoyote inakwambia kwamba kipindi hichi gold imekuwa demanded sana, maana yake gold itakuwa nini? Itakuwa kwenye price itakuwa inaongezeka. Lakini supply, ukikuta kwamba gold sasa hivi imeonekana kwenye world market labda imekuwa kubwa, maana yake hata unaweza ukagundua kwamba hata price yenyewe at one once itafanya nini? Itakuwa imeshuka. Kwa hiyo kama imeshuka hata kwenye chati, maana yake itakuwa inafanya nini? Itakuwa ina sell. Kwa hiyo hizi ni taarifa ambazo inabidi as a trader uwe unazifuatilia. Msiwe yani kwenye hiki kipengele usiweke uvivu, kwa sababu kumbuka it's all about money. Unahitaji ku create income. Ni vitu ambavyo havihitaji uvivu, ni vitu ambavyo inahitaji ufuatilie taarifa, kwamba kama kuna CNBC unaona taarifa fulani inahusiana na kitu fulani, basi unakuwa unajua kwamba kama kuna taarifa hii, maana yake hata ninapoenda kufanya analysis kwa kutumia technical analysis, natakiwa nifanyeje? Natakiwa ni buy ama natakiwa ni sell, kwa sababu ya hiki na hiki na hiki na hiki. Kwa hiyo vitu vyote inabidi uvizingatie kwenye upande wa pale ambako unakuwa una trade nini? Unakuwa una trade gold. Lakini mwisho namba 5 tunasema ni currency strength. Currency strength maana yake ni nini? Tunafahamu kwamba gold iko valued under nani? Under USD. Kwa hiyo inapotokea huyu USD akawa strong, maana yake tunakuja kwenye gold kinakuja kutokea nini? Kumbuka gold tunamtrade sawa against USD. Kwa hiyo maana yake kama huyu atakuwa na strength sana ama atakuwa very strong, maana kwenye gold tutafanyaje? Tutasell. Kuna ni moja inaitwa USD index. USD index hii mara nyingi huwa trader wanaitumia kama kuibiaibia price fulani. Unakuta hii index price USD index ikiwa ina buy, ukienda kwenye gold, ukija kwenye gold unamkuta yeye anafanyaje? Ana sell. Ukija kwenye ukimkuta huyu ana sell, maana yake kwenye gold unamkuta yuko anafanyaje? Ana buy. Wanapishana. Kwa sababu gani? Huyu USD index akiwa very strong, maana yake anaifanya hii gold kuwa weak. Maana yake hii pair itafanya nini? Itasell. Lakini huyu USD akiwa weak, maana yake anaifanya gold kuwa strong, na kipindi hicho ina maana gold inakuwa inafanyaje? Ina buy. Kwa hiyo naweza nikaenda kwenye chart ya USD index nikaangalia kwamba huyu yuko katika trend ipi. Nikimkuta yuko katika trend uptrend, maana yake nakuwa najua kama hii ni uptrend, ina maana huyu USD index yuko strong. Kwenye upande wa gold naweza nikamkuta yuko nini? Yuko downtrend. Maana yake gold yuko anafanyaje? Ana sell. Wakati mwingine ni some tips ambazo trader wanazipitia ama wanatumia kwa ajili ya kufanya kama cheating fulani hivi, kwamba unaweza ukawa unamwangalia USD index yeye anafanya nini. Ukikuta ana buy, maana yake unakuwa unajua gold ata sell, kwa sababu huyu akiwa strong, huyu anakuwa weak. Huyu akiwa weak, huyu anakuwa strong. Kwa hiyo currency strength ni kitu ambacho inabidi ukizingatie. Taarifa yoyote ama news yoyote ambayo inamfanya USD kuwa na nguvu, wewe unafahamu kwamba kwenye gold atamdhoofisha. Ama taarifa yoyote ambayo inafanya USD kuwa weak, wewe unafahamu kwenye gold ataipa nguvu zaidi.
Mpaka hapo. Mwalimu, Yes. samahani sana. Umeniacha hapo kwenye currency strength hapo. Kwa naomba kama inawezekana urudie vizuri hayo maelekezo hayo. Umeniacha kabisa. Okay, sawa. Currency strength. Strength ni kwa Kiswahili ni kama ukomavu au ni nini? Kwa Kiswahili kizuri ni uimara au ukomavu. Uimara. Kwa hiyo maana yake inakuwa iko strong. Tunapokumbuka kuna news nyingi ambazo zinahusiana na USD. Hata kwenye Nasdaq kuna wakati mwingine tunapata taarifa ambazo zinatuongoza kwamba labda kuna kitu fulani ambacho kimeonekana, labda economy imefanya vizuri, kwa mfano labda GDP. GDP inaashiria uchumi kuwa mzuri ama kuwa mbaya. Tulisoma kwenye zile news kwamba ikiwa labda GDP imetoka vizuri, maana yake inaashiria nini? Uimara kwenye upande wa nani? Wa USD, kwamba USD inakuwa iko vizuri. Sasa ule uimara ambao unakuwepo kwamba ikitokea USD amekuwa na uimara mzuri ama amekuwa strong, maana yake ni nini? Kwenye gold ataifanya kuwa nini? Kuwa weak. Kwa sababu gani? Kumbuka gold tunamtrade against kwamba sawa USD. Sasa kama huyu hapa atakuwa yuko strong, hii pair ya sawa USD tunaenda kufanyaje? Tunaenda kusell, kwa sababu huyu hapa ambaye ni gold amekuwa ni nini? Amekuwa ni weak. Sasa kuna mwingine anaweza akajiuliza hapa ama akapata question, mbona kuna trader broker wengine wana name gold peke yake, sio hivi, sio sawa USD? Sasa je, nikitrade gold inakuwaje? Kumbuka hata kama ukitrade gold peke yake bado impact iko pale, kwa sababu gold huyu yuko valued under USD. Kwa hiyo unapokutana kwenye server ya broker amekuandikia gold peke yake ama ameandika sawa USD, usije akaanza kujiuliza labda hivi ni vitu viwili tofauti. Hapana, ni hicho kwamba maana yake ni nini? Kwamba gold USD akiwa strong tunategemea tutasell gold, lakini ikitokea USD amekuwa weak, maana yake kwenye upande wa gold tutafanyaje? Tutabuy. Kwa hiyo ndio maana kuambia kwamba currency strength, tunafahamu currency strength tunayotakiwa kuiangalia ni hiyo ya nini? Ya USD, kwa sababu USD yuko ndo amembeba gold, yuko valued kwenye world market, unakuta yuko named pale under USD, kwamba ukitaka kununua gold must uende na nani? Na USD. Lakini nikagusia concept nyingine kuhusiana na USD index. Kila currency iko na index yake, kwamba kuna USD index, kuna GBP index, lakini most popular huwa ni USD index. Kuna trader ambao unakuta wana trade hizi index peke yake. USD index wanakuwa na trade performance of USD kwa lugha nyingine, kwamba mtu anaye trade USD index anakuwa ana trade performance ya USD peke yake bila kuchanganya na pair nyingine. Kwa hiyo huyu trader anatakiwa afuatilie taarifa zote zinazohusiana na USD currency, kwamba ni taarifa zipi ambazo zina influence USD, kama za kubuy ama kama za kusell. After then anakuja connect na nani? Na technical analysis. Sasa tunafahamu kwamba USD index ana represent USD performance, kwamba huyu USD index akiwa ana buy, automatically gold anakuwa anafanyaje? Ana sell. Kwa sababu gani? Akiwa ana buy huyu USD index anaashiria kwamba USD yuko na nani? Yuko na strength ambayo iko imara, kwamba yuko very positive. Kwa hiyo tunafahamu kwamba USD ikiwa positive, maana yake kwenye gold tutafanyaje? Tutasell. Lakini ikitokea huyu USD index akawa na sell, maana yake kwenye gold tutaenda kukuta inafanyaje? Ina buy, kwa sababu USD index ina represent performance of USD. Kwa hiyo kama huyu USD index iko ana sell, maana yake anaashiria USD yuko weak, na kama USD iko weak, maana yake gold iko very strong. Kwa muda huo tutaenda kubuy nani? Gold. Nikazungumza kwamba kuna baadhi ya trader unakuta wanakuwa wanafanya kama cheating fulani, kwamba anafungua chart ya USD index anaangalia inafanyaje. Akiikuta iko maybe USD index iko uptrend, akimkuta USD
index yuko labda uptrend, anakuwa anafahamu kwamba huu muda kwenye upande wa gold maana yake yeye atakuwa nini? Atakuwa downtrend. Ni some cheating ambazo wanakuwa wanafanya. Kwa hiyo hii tunaita ni nini? Ni correlation. Nishawahi kuzungumza hii kuhusiana na correlation. Correlation ni vitu ambavyo vina correlate. Inaweza ikawa ina correlate in a positive way ama ina correlate in a negative way. Kwa hiyo maana vice versa is true. Kwamba ukimkuta huyu gold yuko uptrend, unaweza ukamkuta huyu USD index yuko nini? Yuko downtrend. Ni some concept ambazo trader ambao wana trade gold ama ambao tayari wameshakuwa na uzoefu mzuri kwenye upande wa gold, unakuta wanafanya cheating za namna hiyo ili kuweza kupata kama awareness ama kupata kama uhakika fulani kwamba ni kitu gani ambacho natakiwa nifanye kwa muda huu. Kwa hiyo hata wewe mwenyewe unaweza ukaona labda unafanya some cheating kidogo ili uweze kupata nini? Kupata uelewa mzuri sana kwenye upande huo. Mpaka hapo, if there is any question kabla tuja move. Asante mwalimu, nimekuelewa hapo. Hapo umenipata vizuri. Ndio. Tukienda kwenye, naomba ufungue application yako. Fungua application ya CNBC. Fungua application ya CNBC. Najaribu kuangalia hapa inapatikana. Fungua application yako. Sijajua kwa upande wa Android wao arrangement yao iko vipi. Android news mnapata sehemu gani? Mtu ambaye anatumia simu ya Android, Samsung, sehemu ili kuandikwa news unaipata iko sehemu gani? Mpaka ubonyeze zile sehemu vidoti vitatu I think, au inapatikana wapi? Sehemu ambapo inaandikwa news. Ukibonyeza vidoti vitatu hapo na inakuja news. Then kwa juu hapa kuna neno pre-market, mnaliona hilo neno? Afu ukiscroll kwenda kushoto kuna kuja na neno gani? Pre-market indices. Kuna stock. Ukiscroll, yani hilo neno pre-market hilo ukiscroll kama unaenda kushoto inakuja neno gani? Inalofuata. Blaza, endelea Blaza. Nakuja index. Okay. Inakuja index, alafu then ukiscroll tena nataka tufike mpaka eneo la gold. Stocks to watch. Alafu then tena nakuja Dow Jones, nakuja Nasdaq, inakuja commodities. Inakuja ni commodities? Yeah. Bond. Sehemu ambayo inapatikana gold. Hamna sehemu ambapo mnaona gold. Kwangu mimi iPhone inaonekana tu haraka. Kama nikibonyeza news kwa juu. Yes. Yes. Hapo kwenye commodities. Ukishabonyeza commodities. Ukiscroll kwa chini kuna sehemu zimeandikwa metals. Yeah. Utakutana na gold, utakutana na silver, utakutana na platinum, palladium na copper. Na copper, yes. Nataka hapo. Nataka wote twende hapo. Brother, naomba utuelekeze vizuri. Tuelekeze vizuri hapo. Kwamba stage zile unaenda wapi na wapi na wapi? Ukishaingia kwa sisi tunaotumia Android, ukiona hiyo pre-market, utaenda sehemu ya pili, utascroll, itaandikwa indexes, utaenda stock to watch. Kuna Dow 30, kuna Nasdaq 100, kuna commodities. Sasa ukifika kwenye commodities hapo utapabonyeza. Kwa hiyo ukisha pabonyeza juu watakuletea energy. Wameandikwa energy, wameweka zile nani zote za energy. Chini wameweka metals. Ndio hapo utakutana na gold, utakutana na silver na hizo zingine hizo. Yes. Na hapo ulipo kuna news yote ambayo unaiona hapo inaonekana, au ni news ni hizo named tu peke yake? Hapana, ni name tu. Bonyeza gold. Bonyeza hiyo neno gold tuone kuna nini. Hadi uibonyeze ndio inaleta taarifa. Ukibonyeza inakuletea taarifa gani? Inaleta view interactive chart.
Sasa kabla ya hapo juu na hapo kwenye taarifa kuna sehemu imeandikwa overview. Kwa overview alafu pembeni kuna news. Ukibonyeza kwenye news hapo ndo utakutana na Olo, CNBC, alafu kuna Investing Club, kuna Pro. Aya, ngoja hapa twende pamoja. Naomba turudi ubaoni. Turudi ubaoni hapa. Turudi ubaoni kidogo. Hapa nimedisplay mimi, this is a website. Sasa hii arrangement yake iko tofauti na kwenye simu. Iko tofauti kidogo na kwenye simu. Unaona hapa sehemu ya nini? Ya gold. Hii news unaipata wapi? Kwenye application yako. Hiyo news inapatikana hapo hapo, ndo news ya sasa hivi iko juu, maana yake ni masaa 3 yaliyopita. Maana yake ukibonyeza gold ndo unaipata hapo hapo, si ndio? Ukibonyeza kwenye gold ukaja kwenye overview na news. Pembeni hapo kwenye news ndo ukifungua neno news inakupa hizo taarifa. Okay. Sawa, nashukuru. Kwa hiyo tukae tu hapa ubaoni kidogo, alafu then nitakuonyesha kitu. Unaweza ukaona hapa. Hii ni upande wa nini? Wa gold. Hapa tunachokuja kukifanya, tunataka tufanye kama NAS 100 tunavyokuwa tunafanya. Unaweza ukaona kuna namba hizi. Kuna hii namba, naomba nibadilishe color ili tuweze kuona vizuri. Kuna hii namba. Kwenye simu yako utakuwa unaona vizuri. Wale ambao ni wanatumia iPhone, sidhani kama kuna haja ya kuelekeza kwa sababu yenyewe click news pale kwa juu na scroll kwenda kushoto unakutana na hiyo neno nini? Gold. Unaona hapa kuna 97 negative na hapa kuna nini? Kuna percent. Kwa upande wa nini? Kwa upande wa gold. Kwamba kuna 98 inaongezeka kama hivyo, alafu kwa upande wa pembeni kunakuwa na nini? Kunakuwa na percent kwamba negative 2.94. Sasa hii sehemu ni sehemu ya muhimu sana kuifuatilia, na mara nyingi sana unaona amekuandikia nini? News kwamba imefanyaje, imeslip. Cheki sababu. Kuna mtu anaweza kutuambia kwa nini wametaja China hapa? China. Kwa sababu tumesema China ni the largest gold producer. Unaona vitu vinavyoanza ku make sense kidogo Tena bahati nzuri tumekuta hii wameiname. Gold siku zote ambapo hii sehemu ukiwa kabla hata ya kutrade ama before ya trade ama wakati mwingine unatakiwa kuwa unatazama kwamba kama wewe ni gold trader unataka kufocus sana, inabidi wewe una focus hapa. Mara zote wanakuwa wamekuandikia hapa hii news. Utakutana nayo kama ni kwenye simu, utakutana nayo ikiwa ya kwanza. Wanakuwa wanakuambia kwamba gold imefanya kitu fulani. Kama hapa wametuambia imedrop. Hii neno strip. Na strip tulisoma kwenye upande wa Nasdaq, zile terminology za notification. Kwa hiyo ime strip for 2 weeks low. Maana yake ni nini? Kwamba katika kipindi cha sasa hivi kwa mtu ambaye anataka kutrade gold hawezi kuingia sokoni na kuanza kuhold gold kwa muda mrefu, kwa sababu kuna news ambayo inaendelea ambayo ishakwambia kwamba gold sasa hivi amedrop. Kwa hiyo kama amedrop, unapokuja connect na technical analysis, ni kitu gani ambacho inabidi ukitazame? Inabidi utazame eneo la kufanyaje, la kusell, kwa sababu tayari kuna news ambayo imekwambia hapa. Lakini ukija kucheck hizi namba, unaona hapa kuna 98. 98 ni namba kubwa sana, kwamba imedrop by 98.2 na bado labda zinaweza kaongezeka ama zikapungua. Lakini kuna namba nyingine hapa ambayo ni negative 2.97, maana yake imeshuka kwa 2.97. Kwa hiyo unapotaka kutrade gold kwa wakati huo, you should focus kwamba uangalie hapa kuna nini. Maana yake ni nini? Hii sehemu ukija kuikuta kukuta samani kidogo. Kwa hiyo maana yake ni nini? Kwamba hizi namba unapokuwa na trade gold, kwa mfano ukazikuta ziko 20 positive, iko 20 positive, hata unapoenda kwenye chart ya gold, maana yake utamkuta gold anafanyaje?
anabai. Sasa inategemea kwamba unataka kumtrade gold katika style ya namna gani. Je, unataka kutrade gold kwa muda mfupi, kwamba ukibuy gold kwa muda mfupi then utoke, ama ukisell gold kwa muda mfupi then utoke? Maana yake hii namba ikiwa down sana inaashiria kwamba kama ni buy itakuwa ni ya kawaida, kama ni sell itakuwa ni ya kawaida. Lakini hii namba ikiwa kubwa kama hapo unavyoiona hivi, maana yake inakuwa inaashiria kwamba kuna strong. Kama ni kusell itakuwa ni sell ambayo ni strong. Kama ni kubuy, kwa mfano tungeikuta iko positive 100, maana yake kama ni buy ilikuwa ni buy ambayo ni strong. Ama ukamkuta yuko positive 50, hii ni namba kubwa sana kwenye upande wa gold. Ama ukamkuta labda yuko kwenye positive 30, bado ni namba kubwa kwamba inayoashiria kama ni kubuy itabuy sana. Lakini kama ukimkuta labda negative 30, maana yake ni namba ambayo itamfanya na pia anaweza akafanyaje, akasell. Na ukiangalia hii percent katika uchumi inapofikia mpaka negative 3 ama negative 2, negative 1, wewe unajua imeshuka ama imepanda sana. Hata kwenye Nasdaq inapotokea kwamba imecollapse 1% maybe ama 1.02%, wakwambia labda ime slip, wewe unafahamu kwamba hii namba kubwa sana, kwamba kama ni kusell itasell sana, ama kama ni kubai basi imebai sana. Kwa hiyo ni vitu ambavyo inabidi uzingatie kwenye upande wa nini, wa kutrade gold. Kuna mwingine anaweza akajiuza silver huwa atafocus sana kwa sababu kwanza yuko na changamoto sana, ana changamoto sana silver, hata kwenye maisha tu ya kawaida. Hata wachimbaji wa kawaida wanaochimba silver ama wanaochimba copper, kukutana na copper wanaona kama ni uchafu tu, kwa sababu thamani yake haipo. Ndio maana tuna focus kwenye nini, kwenye hizi metal tuna focus sana na gold, ama commodities tuna focus sana na gold, kwa sababu gold yuko very positive na yuko stable kwenye issue za nini, za pesa. Kwa hiyo before ya trade, ina maana unatakiwa kufuatilia news ambazo zinahusiana na nani, na gold. Kama hapa unaweza ukafungua hii news then ukatazama kwamba wameandika kitu gani, ukaangalia focus was also Friday payroll. Kesho kuna nani, kuna NFP kesho, na yenyewe wamezungumzia kuhusiana na hiyo. Kwa hiyo ina maana gold imekuwa traded down by 2%. Kwa hiyo hizi ni news ambazo zinatakiwa uzifuatilie, ni news ambazo zinatakiwa kuzifuatilia. Na muda mzuri ambao ni wa kutrade gold ni kuanzia kwenye New York session, ama hata New York session ni nzuri, New York session pale ni nzuri, na kuendelea na zaidi na zaidi. Ama wakati mwingine kuna mwingine anaweza akatrade Australia Sydney session, lakini sio vizuri kutrade usiku, kwa sababu wakati mwingine spread zinakuwa ziko high na mambo mengine yanakuwa haiwezi kufanyika vizuri. Kwa hiyo muda mzuri sana ni kutrade muda wa New York session na kuendelea zaidi na zaidi. Kuna mwingine anaweza akawa anataka kutrade hata usiku, wakati mwingine character behavior, wakati mwingine gold huwa inatengeneza movement usiku, labda saa 11, saa 10 usiku, saa 9, wakati mwingine kuna movement ambazo zinatokea huko. Lakini I don't advise anyone kuamka usiku eti anaanza kuhangaika na kutrade. Wakati mwingine sio kitu kizuri. Hakikisha unapumzisha kichwa chako na unaendelea na maisha mengine ya kutrade ukiwa umefanyaje, ukiwa umetulia. Kwa hiyo hii ni sehemu ambayo inabidi uzingatie sana kwenye upande wa nini, wa kutrade gold. Make sure unazingatia sana hayo maeneo. Make sure unazingatia sana kuangalia haya maeneo, kwamba ni news gani wamekuandikia hapa. Kama wamekuandikia news ambayo inaashiria kubuy, basi unakuwa unafahamu kwamba hapa mazingira ya kwenye gold ni mazuri. Kama ni news ambayo inaashiria kusell, basi unakuwa unafahamu kwamba hapa ni mazingira ambayo inaashiria kusell. Kwa hiyo unachotakiwa kuja kufanya ni wewe kwenda kuconnect na nani, na technical analysis. Kama umekutana na sell, maana yake naenda kuconnect na technical analysis ili niweze kupata nini, niweze kupata mazingira ya kusell. Kama umekutana hapa na positive news, unaenda kuconnect na technical analysis, na unaunganisha na character kidogo, then maisha yanakuwa yamefanyaje, yamesonga kwa staili ya namna hiyo. Don't even complicate, don't complicate kwenye trading gold. Be simple, simplicity, na utaweza kuona nini, matokeo ambayo ni mazuri kwenye hayo maeneo. Any question mpaka hapo tulikofikia, kabla ya move zaidi?
Kwenye gold nimezungumza jana, hakuna mambo mengi ya kujifunza hapa kwa sababu tushawekeza muda mrefu kwenye news hizi, watu wamepata awareness. Yes, hakuna ile ya kusema labda kama tulivyoangalia kwenye nasi au US30 kwamba kwa mfano hapo umetutolea mfano kwamba pengine ukiona iko positive 150 positive 50 manake inaonyesha kwamba ni strong buy. Vice versa kwa negative. Sasa nilikuuliza suppose ikifunga labda kama ulivyokuwa unatuambia ikifunga kwenye 300 plus, maana yake tafsiri yake ikiwa hivyo itakupa nanili strong buy, maana yake unaweza kuendelea kubuy. Okay, uzuri. Sawa, nashukuru sana, hii question yako nzuri. Wanapokuwa kwa mfano kwenye gold imezungumzia kwamba unaweza kuona kwa mfano news iliyopo sasa hivi wamekwambia in 2 weeks, yani wiki 2 zote market kwenye gold ilikuwa inafanyaje? Ina slip, ina sell, ilikuwa ina sell. Sasa maana yake ni nini? Kwamba kipindi chote hichi kama kuna mtu alikuwa ana trade gold, maana yake alikuwa anafanyaje? Hizi namba ambazo zimeandikwa pale huenda zilikuwa zina close zikiwa high, kwamba zikiclose labda 100 kwenda juu unakuwa unajua kuna taarifa fulani, ama 100 kwenda chini kwamba labda ni negative, maana yake unakuwa unajua kuna taarifa fulani. Lakini kwenye gold hatuwezi kuangalia namba kwamba zimefunga ngapi, kwa sababu kuna changamoto fulani ya gold. Gold inabadilika sana na inategemea kuna news ya namna gani ama kuna taarifa ya namna gani. Gold inaweza ikawa positive leo, kesho ikaamka labda ni negative, kuna news fulani. Kwa hiyo unachotakiwa ni wewe kwa unafuatilia news, kwa sababu news za gold sio kama zilivyo za Nasdaq kwamba zinaanza kutoka muda wa pre-market. Hata kesho hapa asubuhi kuanzia saa 5 hapo saa 6 ukija kwenye application yako unaweza kukutana na news za gold zinazohusiana na gold pale, afu ukawa una check zinahusu nini, zinahusu hiki na hiki na hiki. Today unaweza ukaona imekuwa ni negative, lakini kesho unaweza ukaamka ukakuta pale ni positive. Kwa hiyo mimi siwezi kuambia kwamba kuna namba fulani ukiona basi huo unajua iko hivi, hapana. Lakini ninachoweza kukuambia ni news zile wanakuwa wanazungumza nini. Gold wanapenda sana kutumia time. Yaani wanaweza kukuambia labda gold ime rise for the second day. Kwa hiyo unakuwa unafahamu kama is the second day, maana yake jana ilikuwa ina buy na today na penyewe ita buy, na huenda hata kesho kutwa ikafanyaje ikabuy. Kwa hiyo ukienda kwenye chart ya gold utakuta gold anafanyaje, ana buy akiwa katika mfumo gani? Akiwa katika mfumo wa up trend. Na gold na yenyewe ina tabia kama za Nasdaq kidogo, kwamba mara nyingi gold inakuwa under price ya kubuy. Yaani ukienda kwenye gold chart price ya kubuy unaikuta imetawala sana kuliko kusell. Kwa sababu gani? Gold haijawahi kupoteza value kabisa mpaka ikashuka mpaka chini. Haijawahi kufanya nini? Kupoteza ile value 100% ama asilimia hata kubwa. Huwa inapoteza thamani, lakini sio katika hali ya namna hiyo kwamba mpaka ipoteze kwa kiasi kikubwa kiasi kwamba ukute miezi mingi sana gold ana sell. Hapana, lakini unaweza kukutana na period ndefu sana ama miezi mingi sana ambao gold yuko katika nini, yuko katika uptrend. Kwa hiyo as a trader inakuwa inakupa picha kwamba mimi ninapofanya hivi maana yake naweza nikatengeneza kitu fulani, mimi ninapofanya hivi inaweza katengeneza kitu fulani. Kikuta iko katika uptrend naweza nikajua kwamba uptrend itaisha lini kwa kufuatilia zile news ambazo watakuwa wananiandikia. Kama jana walikuwa wanazungumza kwamba ita buy ama imebuy, maana yake kama na today wamezungumza kwamba is a buy, kesho kutwa na penyewe ikatoka hivyo, nakuwa najua kwamba hichi ni kipindi ambacho gold huenda yupo katika uptrend. Kwa hiyo kama iko katika uptrend, maana yake inabidi nikomae vizuri niweze kutafuta entry za kubuy na niweze kutengeneza mazingira ambayo ni nini, ni mazuri zaidi. Hapo nimeeleweka brother? Ndio mwalimu. Mwingine mwenye question hapo kabla hatuja switch, nataka tuende kwenye technical hapa. Waste time. Mwingine? Zamani mwalimu. Yes. If gold kwamba ikafika Ijumaa iko kwenye buy. Jumatatu inaweza buy then ikasell au inaweza change direction. Sasa hii nitakujibu kwa experience, lakini sasa experience
Yeah, nitajibu kwa experience jinsi ninavyokuwa naifuatilia. Mimi napenda sana kuangalia character. Yaani kwenye upande wa character nadhani tumefanyia research sana kulingana na mtu ambaye labda nilikuwa naye, pata bahati ya kukutana na watu ambao kidogo kwenye industry wana muda mrefu, nimefanya nao kazi muda mrefu sana. Kwa hiyo nadhani kwenye tabia imenisaidia sana hata kwenye Nasdaq, kwenye US30. Na ndio maana hata sasa hivi mambo ambayo tumeyasoma kwenye Nasdaq ama US30, kuna mambo tabia naweza nikwambia kwamba itafanya hivi na ukajihisi hii imekuaje tena, mbona yatoka hivi na hivi. Ni kwa sababu kila kitu unachokitrade kinakuwa na tabia, behavior. Hata sisi wanadamu, wewe una tabia zako na mwingine ana tabia zake, kila mtu anakuwa na tabia zake. Kwa hiyo zile tabia ndo zinazotupa picha fulani. Sasa hii inabidi nijibu kwa tabia. Gold mara nyingi unapoona imeclose ikiwa high mara nyingi sana, ambazo kwamba imeclose siku ya Ijumaa ikiwa high, inaashiria nini? Yaani labda imeclose chart yake ikiwa up, iko hivi, wewe unafahamu kwamba hata Monday ita close ikiwa nini? Ikiwa up mara nyingi sana, na wakati mwingine inaweza ika close ika open ikiwa na gap la nini? La kubai zaidi, ama inaweza ika open na gap kwamba ika close haya alafu ikafungua na gap fulani la kama la kusell, lakini hili gap likitokea basi likupe opportunity ya wewe kufanyaje? Kubai. Mara nyingi inakuwa hivyo, sio mara zote, lakini mara nyingi sana ambazo gold ina close ikiwa high siku ya Ijumaa, basi wewe unafahamu kwamba next Monday na penyewe ita open ikiwa high, yani kwamba itakuwa ina buy. Kwa hiyo wewe unaweza ukaamka hata usiku saa 9, usiamke hii mida saa 7 saa 8. Mara nyingi spread zinakuwa ziko very wide, kwa hiyo unaweza ukaamka saa 9 ama saa 10 hapo, sasa saa 10 hapo, ama saa 9 dakika 40 ama saa 9 na nusu hapo kuelekea saa 10, spread zinakuwa zisha cool. Kwa hiyo unaweza ukafanyaje? Ukabuy gold, ukaseti risk management yako vizuri na maisha yakaendelea kwenye upande mwingine wa matokeo. Sasa kama unategemea matokeo yatakuwaje, matokeo hapo inabidi utaodi trade kwa character, inabidi uodi trade mpaka labda saa 6 ama saa 4 asubuhi, saa 6 hapo na uodi trade. Baada hapo unaweza ukaclose kulingana na trading style ambayo unaitumia. Kama trading style yako na prefer kuhold muda mrefu, basi unaweza ukaendelea kuhold. Kama unaona certified, unaachia hapo. Na gold ni commodities ama ni metal ambayo ina pips nyingi sana. Kupata pips 1000, pips 2000, pips 500, pips 400 kwenye gold, it's very simple. Tena brother, umenikumbusha kitu kidogo hapa, na naomba niwakumbushe tena kwenye upande wa Nasdaq hasa Nas 100. Ukiona siku ya Friday kama hamna news ya aina yoyote, narudia, kama hamna news ya aina yoyote ambayo ni upande wa nini? Wa kalenda. Kama hamna news ya upande wote wa kalenda, wewe mara nyingi, sio mara zote, mara nyingi sana siku ya Ijumaa kuanzia saa 2 usiku kuendelea huko, mara nyingi Nasdaq ana close akiwa nani? Akiwa haya. Kwa mimi naweza nikasubiri tu siku ya Ijumaa saa 2 usiku ama saa 1 asubuhi nikabai, afu nikaachana na market ifanye inavyotaka. Siku ya Ijumaa mara nyingi Nasdaq anaenda up akiwa positive, na wakati mwingine hata US30 naye huwa anafuata hiyo direction. But ikitokea Friday kuna news ya economic ama ya calendar news ambayo ina indicate buy, kwamba imetoka labda NFP ama imetoka CPI ikawa ina indicate nini? Kubai. Uwe unafahamu kwamba siku hiyo, siku ya Ijumaa, muda ukifika kuanzia saa 2 na kuendelea huko, basi Nasdaq kuna uwezekano mkubwa Nasdaq akaclose akiwa high. Kwa hiyo ina maana siku ya Ijumaa, sio, kwa lugha nyingine, sio siku nzuri ya kuhangaika na signals za kusell, especially ule muda ambao ukishafika saa 12 mpaka saa 1 hapo. Hii kipengele nimekiongeza hapa kwa sababu pote yanatusaidia. Brother, nashukuru kwa kunikumbusha. Hata kwenye gold nimepata concept nyingine. Nakumbuka kama nishaifundisha, sina uhakika sana kama niliwahi kuizungumzia, lakini kama sikuwahi, basi ichukue kwenye notes zako kwenye za NAS 100. Kwenye gold ichukue kama hapa nilivyokuambia. Any question nyingine? Mwalimu? Yes.
inawezekana likawa swali la nje, lakini ni kwenye hapo kati ya NAS na gold au US30 na gold, ni yupi mwenye spread kubwa zaidi? Mwenye spread? Hivyo ni vitu ambavyo utakiwa kuangalia sana unapokuwa una trade Nasdaq ama una trade US30. Vitu vya spread sio kitu cha kuhangaika nacho, kwa sababu hapo inabidi, kama unahangaika na spread, inabidi uzingatie sana usiku sana. Usiku ule muda wa saa 7 usiku, saa 8, saa 9 ndio muda ambao unatakiwa kutazama, kwa sababu spread zinakuwa kubwa sana. Lakini by nature Nasdaq ana spread kubwa 270, 160, 100 na ngapi, utakuta iko hapo. US30 nayo iko hivyo hivyo 160, 150, 270, sio kitu cha kuzingatia sana. Ukija kwenye upande wa gold, kama ni yale masaa ya kawaida ambayo yana nini, yana liquidity, yale masaa ambayo yana liquidity, hata kama spread ni kubwa kwa wakati huo, sio mambo ya kuzingatia sana kwenye upande wa nini, wa gold. Especially utazingatia sana endapo kama ni wewe unahitaji kutrade usiku sana, kwamba una trade mida saa 7 usiku, saa 8, saa 9, pale kweli spread inakuwa kubwa. Unaweza ukafungua trade alafu then ukakuta unakuwa charged sana, kwa sababu spread na yenyewe zinakuwa charged pale. Kwa hiyo trade unapoifungua masaa ambayo kuna low liquidity, maana yake utakuwa charged sana. Yani kama ni spread watakucharge sana, kama labda ni kuna kitu kingine ambacho kinahitaji kuwa charged kwa broker, basi anaweza akakichaji kwa ukubwa zaidi, kwa sababu umefungua katika trade mazingira ambayo ni low liquidity. Lakini kama ni liquidity iko high, mazingira ya kawaida ama ule muda ambao ni normal, masaa ya kawaida ambao trader wengi wako active, basi sio mambo ya kuzingatia sana kwenye upande wa Nasdaq, US30 ama gold. Asante mwalimu. Yeah. Mwingine mwenye question hapo ambayo tumejifunza? Okay, basi twende kwenye upande wa technical analysis kwa upande wa gold. Natamani nikamilishe hii gold technical analysis. Kwenye upande wa technical analysis gold ni sehemu kwangu mimi naona ni sehemu nyepesi, sio sehemu ambayo ni ya complicate sana kwenye upande wa gold. Gold sitofundisha kwa kuangalia vitu vingine ambao ni most common. Nitafundisha based on experience, based ambayo huwa tuna trade gold. Gold mara nyingi tuna trade kwa kutumia vitu vifuatavyo. Namba 1, tuna trade kwa kutumia support and resistance, na tuna trade kwa kutumia kitu kinaitwa trend line. Trend line ni one of the most important, na yenyewe inabidi uzingatie, lakini support and resistance ni vitu ambavyo pia unatakiwa kuzingatia unapokuwa una trade gold. Ndio maana hata kipindi kile nilisisitiza sana, jifunze namna ya kudraw support and resistance, jifunze namna ya kudraw trend line. Lakini bahati mbaya sikuona mtu ambaye amekuja kuonyesha namna ya kudraw support na resistance ama trend line. Alitokea tu mtu mmoja tu ndo akawa na inbox ana share na sisi kwamba nimechora vizuri ama vibaya, lakini asilimia kubwa naamini kila mtu amekuwa vizuri, kwa sababu ukishindwa hapa kudraw support na resistance, hata kwenye Nasdaq unaweza ukapata changamoto, kwa sababu haya mambo tunatumia kote Nasdaq, US30, gold tunatumia. Kwa hiyo jifunze vizuri namna ya kudraw hizo trend line na mambo kama hivyo. Kwa nini kwenye upande hasa wa support and resistance tunatumia kwa ajili ya kupata naweza nikazungumza entry, lakini pia hata hapa tunaweza kupata kwa kutumia nini, kwa kutafuta entry endapo huyu trend line ata-act kama support ama ata-act kama resistance. Lakini pamoja na hayo yote tunakuja kwenye time frame. Sisi tunafahamu mitaji yetu wengi ni midogo, dola 5,000, dola 10,000, 15,000, 20,000, dola 200, dola 400, dola 1,000, dola 150, wote hiyo yote ni mitaji ambayo ni midogo. Kwa hiyo you don't need to focus to higher time frame. Unachotakiwa ni kufocus katika lower time frame ili uweze kuminimize riski yako iwe down, ili uweze kupata matokeo ambayo ni mazuri. Kumbuka kwenye forex market ama kwenye forex trading
tuna focus sana na riski au to protect my account kuliko namna ambavyo na trade kwamba nipate faida. Ukishafaulu namna gani ya kuprotect mtaji wako, yani unakuwa uko karibu sana na kuwa consistent trader, kwamba ama profitable trader, kwa sababu mtu ambaye ameweza kuprotect mtaji wake matokeo yatamfuata tu. Kwa hiyo hakikisha time frame ni kitu ambacho nakizingatia, ni mojawapo ya sehemu ambako tunaitumia kufanya kuprotect mtaji wetu. Kwa hiyo time frame ambayo tuna focus nayo, kwa sababu tunafahamu kuna kitu kinaitwa gold is high volatile. Nishai kuzungumza kidogo kuhusiana na high volatile. Nitaenda kwenye risk management, nilikuwa ndo nataka nifundisha mambo high volatile na vitu kama hivyo. Tunafahamu gold huwezi kumlinganisha na pair nyingine kama ilivyo labda Euro USD ama alivyo USD JPY ama alivyo labda USD CAD. Yuko high volatile, ana nguvu, na pia spread zake ni nyingi. Pips zake ni nyingi. Pips zinakuwa nyingi, kwamba kwenye gold unaweza ukatengeneza hata pips 100, pips 200, pips 400, pips 500 na kuendelea hata 1000 wakati mwingine, ama 1500, 2000 unaweza ukatengeneza per day. Kwa hiyo inakuonyesha iko volatile, ina nguvu. Ninapozungumzia volatile maana yake iko na power yake ni kubwa. Kwa hiyo una minimize ile power yake kwa lower time frame. Inategemea na style ambayo unaitumia. Most commonly ambao wana trade gold kuanzia hata 1 minute unaweza ukatumia 5 minute hata 15 minute, japokuwa kwenye 15 minute huwa ni wachache. Wengi wana focus na hii hapa, wengi, asilimia kubwa wako hapa kwenye 5 minute wana focus na hapo. Kwenye 5 minute wanafanyaje? Ndo wanapokuja kufanya analysis zao za kupata entry, lakini hii ni kwenye nini? Kwenye lower time frame. Wakija katika higher time frame TF, huku wanakuja kuangalia nini? Wanakuja kufuatilia kujua trend ama gold. Hapa niandike gold trend, gold trend. Kitu kingine gold trend ama direction, gold trend ama gold direction. Tunapozungumzia trend, si mnakumbuka zile trend tulizosoma hapa, nikasema kuna uptrend, kuna downtrend. Maana yake nikienda kwenye higher time frame naweza nikaenda kuspot kwamba gold trend ikoje. Je, ni uptrend ama ni downtrend? Nikishafahamu kwamba katika higher time frame kwamba gold sasa hivi iko katika uptrend, maana yake ananirahisishia kazi kuja kwamba nikija katika lower time frame ya 5 minute mimi nakuja kuspot kwamba je, entry hapa naitafutia wapi. Maana yake nitakuja ni connect. Kama gold iko katika higher time frame, kuna uwezekano mkubwa hata zile news zinazotoka za fundamental zinazohusiana na gold zinasemaje, zikawa zina indicate kubai, kwa sababu hizo ndo zinazo influence chart inaenda wapi. Kwa hiyo kama na zenyewe news zimesupport buy, nikaja kwenye direction ya gold na yenyewe ikawa ni buy, maana yake ninapokuwa na trade gold nakuwa najua kwamba huu ni muda ambao ni mzuri wa kubai gold. Msisahau hichi kitu, msisahau namna ya kuconnect hapa. Kwa hiyo ina maana ninapoenda kwenye higher time frame mimi siendi kutafuta labda entry ama kufanyaje, naenda kuspot kwamba direction ama gold trend ni nini, iko katika uptrend, iko katika downtrend, ama iko katika ranging market ambayo mnaikumbuka, ambayo ya kutumia support na resistance, kwamba inacheza ndani ya box ama ndani ya mistari ya support and resistance. Kwa hiyo ukishafahamu hiyo, inakurahisishia wewe kama trader kuweza kujua kwamba hapa natakiwa ni trade katika mazingira ya namna gani, ni trade mazingira ya namna gani, mazingira ya namna ipi. Kwa hiyo kwenye entry zako unakuja kuitafutia kwenye nini? Kwenye 5 minute. Mpaka hapo nadhani tuko pamoja. Sikumbuki kama niliendelea kurekodi. Oh yeah, iko ina rekodi vizuri. Naomba nifute hii sehemu. Nitaanzia hapa then tutaenda kwenye chart ya halisi. Hapa nataka tupate concept vizuri, afu then tutaenda kwenye chart ya gold. Chart ya gold tutashaelewa vizuri hapa. Tukija kwenye upande mwingine wa trend, ama tukija kwenye upande wa resistance ama namna ya connect na character, labda nizungumzie upande wa kitabia.
wa kitabia ambao ziko ndani ya technical analysis. Gold mara nyingi ina tabia kama ambayo nimeonyesha nadhani jana si juzi tumeisoma kwenye NAS 100. Kwenye point ambayo inaitengeneza ikiwa ya kwanza, wewe unafahamu kwamba gold itareturn back to hiyo point. Sasa hiyo point iko katika trend ipi? Hiyo ndio jambo la msingi ambalo inabidi ulizingatie. Iko katika trend gani? Kama hiyo point ipo katika, kwa mfano gold usha spot kwenye higher time frame imekuonyesha gold ni uptrend. Ni uptrend. Mimi nikija kwenye kuangalia character, nikamkuta labda gold ameanzia hapa, amepanda. Maana akitokea karudi katika hii point, mimi naenda kufanyaje? Naenda kubai. Ni njia nyepesi sana ambayo inaweza ikakusaidia kutengeneza pesa nyingi kwenye upande wa gold. Lakini njia nyingine, sasa kwa wale ambao wanataka kutrade mara kwa mara gold, kwa sababu kuna trader mwingine unakuta anataka kutrade, yeye anajifiri flat kukaa muda wote yuko sokoni. Anaweza akaswitch kwenye 1 minute. 1 minute utakuta gold inatengeneza vitu kama hivi. Yaani inakuwa inatengeneza V na inverse V, V na inverse V. Kwamba point inayoanzia ikiwa ni ya kwanza, huo unafahamu itarudi tena. Kwa hiyo maana yake itakapo touch point ya kwanza unaweza ukabai, ikarudi tena ukabai, ikarudi tena ukabai. Sasa inategemea ipo katika trend ipi. Kama gold iko katika trend ya uptrend, ina maana inapo touch third time, kwamba mara ya tatu ikagusa ukabai, hii sehemu unaweza ukafanya nini? Ukahold. Lakini kwenye 1 minute mimi wasipendi kuizungumzia ama kuifundisha sana, kwa sababu mimi na focus sana na kwenye nini 5 minutes. Kwa hiyo nitafundisha kitu ambacho mimi mwenyewe nakifanya kuliko ambacho sikifanyi sana. Lakini kama unataka kutrade hata kwenye 1 minute unaweza ukaenda ukawa unatafuta hizo V na inverse V. V ambazo ni nzuri ama inverse V ambazo ni nzuri ni kwenye 5 minute. Kwamba lakini kitu cha msingi ni kuangalia trendi ya market inaelekea wapi na kuangalia zile news zinakudirect upande gani. Maana yake kama nitapata labda kuna structure ya namna hii imetokea, price ilianzia sehemu hii, ikirudi maeneo haya mimi nitafanyaje? Nitabai. Lakini nitabai katika style ya namna gani? Endapo kama market iko katika uptrend, naweza nikapata ujasiri zaidi wa kuhold hii trade. Lakini kama technical pia na yenyewe fundamental inaniambia kwamba trend fundamental inaniambia news zilizotoka zote zina indicate kubai, maana yake inakuwa niko katika mazingira sahihi, naweza nikafanyaje? Nikahold hii trade katika mazingira zaidi. Lakini kama sitaki kuhold trade, maana yake nitafanya kama Nasdaq tunavyofanya, kwamba itakapokuja mazingira haya nitaclose nini? Nitaclose trade. Lakini kwa sababu gold yenyewe iko high volatile, maana yake si lazima kwamba TP mpaka ifike huku juu, kwamba kwa sababu wakati mwingine inaweza ikafika hata middle hapa, profit ikawa ni kubwa kulinganisha na hata kama umetumia lot size ndogo labda 0.02 0.01, kufika mpaka hata middle hapa ukawa umeshatengeneza faida nzuri, ama huko katika pips labda 250 pips 400, wakati mwingine ukawa umezifikisha hizo. Kwa hiyo unaweza ukaquit trade yako. Kwa hiyo kama umeielewa ile concept ya structure ya V na inverse V, basi huku ni sehemu ambayo ni nzuri sana ya kuitumia. V and inverse V, any structure ondoa, M structure ondoa, wewe kwa maana V and inverse V. Na kitu kingine, angalia trendi ya gold, kwa sababu mara nyingi gold anakuwa katika trendi maalum. Naomba tuende kwenye chart of gold. Kama kutakuwepo na question, basi uta ask. Kama kutakuwepo na question yoyote utauliza tu, hapana kimbizana na time. Ama kama utakuja elewa, basi tutatafuta namna ya kufanyaje ya kueleweshana vizuri. Tuende kwenye chart ya gold. This is gold. Hii ni gold, na hapa nipo katika chart ya 5 minute. This is 5 minute time frame. Kwa hiyo unaweza uka minimize chart yako kama hivi, minimize chart yako na ukawa unaitazama hata kwa macho. Tumezungumza tunaanza kitu kimoja. Tutaanza kuispot trend, gold trend kwa kuangalia nini? Higher time frame.
Sasa gold higher time frame tunaweza tukaanzia hata 4 hour ama tukaja katika 1 hour ama tukaja kwenye daily. Zote hizo ni higher time frame kwenye gold, kwa sababu asilimia kubwa sisi tuna trade gold katika 5 minute. Maana yake hata 1 hour bado ni higher time frame, hata 4 hour bado ni higher time frame, hata 1 day bado ni higher time frame. Kwa hiyo tuanze process moja baada ya nyingine, process moja baada ya nyingine. Twende kwenye twende kwenye labda 4 hour. Tuanze kwenye 4 hour. 4 hour. Hii nilikuwa nimechora. Okay. 4 hour. Unaweza ukaangalia hapa kwa kuangalia tu structure. Huu ni mwaka 2023 mpaka sasa hivi. Hii ni trendi moja bara. Hii ni trendi gani? Hata kwa macho tu, kwa kuitazama hii mpaka sasa hivi ni trend ya uptrend. Niliwaambia kitu kimoja kwamba muda uliopita nilisemaje kwamba mara nyingi gold anakuwa katika uptrend. Anakuwa katika uptrend kwa sababu gani? Gold mara nyingi anakuwa katika uptrend sababu yeye ile ni product ambayo haishuki thamani, value yake inakuwa stable sana. Kwa hiyo mara nyingi inakuwa katika mazingira ya uptrend. Kwa hiyo unapoona gold unataka kumtrade katika mazingira ya kusell, basi usikae sana sokoni na kujiridhisha kwamba hapa naweza nikafanyaje, nikatengeneza buy ama nikatengeneza labda market ika move kwa muda mrefu sana. Usikae katika mazingira ya namna hiyo. Kwa hiyo hapa kwanza tuspot trend yetu. Trend ya sasa hivi iko katika trend gani? Kwa hiyo nitaenda nichukue inaitwa nini? Trend line, then nitakuja ni connect. Kwa hiyo kama wewe ambaye sio mzoefu ama wale ambao wanaanza forex, unaweza uka switch chart yako ikawa katika 4 hour, then uka minimize kiasi, kutafuta trend of the market ni ipi? Trend of the market ni ipi? Kwa hiyo nitakuja ni connect hapa, nitaconnect na hapa. Usije ukachora hivi, kwa sababu huyu tayari ametuongoza huyu hapa. Nitakuja niunganishe na huyu hivi, alafu nikimaliza hapo nita switch to candlestick. Nita switch kwenye candle, nakuja kugundua structure inanipa kama hivi. Nakuja kuona kwamba kuna kitu kama hiki kinaenda kutokea. Hii screen yangu sio kubwa, utanivumilia. Unaona hii ni trend. Maana yake ni nini? Hapa inakupa picha gani? Kwamba price ilivyo touch hii sehemu ilibuy, ilitouch hapa ikabuy, ikaja ikatouch hii sehemu ikabuy, ikaja ikatouch hapa, price ikafanyaje? Ikaondoka. Maana yake ni nini? Kwamba hii price sasa hivi tunaona news zinazidi kuinfluence kusell, mpaka today tumeona hapo inatuambia imeslip. Maana yake if hii price itashuka mpaka hii sehemu itatouch hapa, maana yake itakuwa ni strong buy ama strong uptrend, kwamba uptrend ina continue. Sasa kwamba ikifika mazingira ya hapa, maana yake sisi tutaispot price itaweza kufanyaje? Kuendelea na zaidi na zaidi. Kwa hiyo kama ni mtu amebuy mazingira hayo, maana yake anachotakiwa kuendelea kufuatilia ni news. News zinasemaje? Zinamuongoza aendelee kuhold ama zinasema kitu gani? Kama labda zinatuambia ni sell, maana yake labda tunasubiri labda itatoboa hapa, lakini I'm very sure kwamba gold kwa sababu iko katika uptrend ya muda mrefu, hapa inachofuata ni kuja kutengeneza ya kugusa sehemu hii, na ikishagusa hapo price itafanyaje? Itaondoka. Lakini for more confirmation ama kwa kuangalia zaidi, naweza nikaja nikachora mstari wangu wa support, nikauchora wapi? Hapa, kwa sababu hii ndio sehemu ambayo imeguswa peke yake. Kwa hiyo naweza nikaweka hii sehemu kama zoni ya kwanza, kaweka hapa zoni yangu ambayo ndio kama ya kwanza hii hivi, nikasubiri. Huu mstari kwa sababu gani nimeweka hapa? Huu kwa nini nimeweka hapa? Nataka nione kwamba gold atakaposhuka, je, atafika hapa arudi huku, ama atakaposhuka atatoboa? Maana yake akitoboa hapa, hii ni confirmation ambayo inaniashiria kwamba gold kituo kinachofuata ni hapa, na ikigusa hii sehemu
I'm very sure kwamba gold itafanyaje, itapanda kwenda juu. Kwa hiyo sasa hivi hapo gold ilipo, ili sisi tuweze kuendelea kuitrade ama kuendelea kutrade zaidi, tunahitaji sana kufuatilia upande wa nini, wa fundamentals. Lakini fundamental tunakuja kuconnect na technical analysis. Tushafahamu kwamba kwa kuitazama gold kwa muda mrefu, gold iko katika nini, iko katika uptrend, katika higher time frame. Tukija katika lower time frame, ina maana ndio sehemu ambayo tunatafuta nini, tunatafuta entry. Sasa entry tunaenda kutafuta zipi? Kwa sababu sasa hivi news iliyopo zinatuambia ni ya kusell. Kwa hiyo kama nitaenda labda kutafuta kitu kama hiki, ama nitaenda kutumia support and resistance, nione je, support and resistance zitakubali ama zitakataa. Support na resistance ikikataa, maana yake nitatakiwa nitumie nini, nitumie V ama nitumie inverse V. Kwa yoyote ile ambayo itakubali, mimi ndio nitakayotumia katika lower time frame. Sijui kama tuko pamoja, lakini naamini tuko pamoja. Tuende katika huku, unaweza ukamaliza huu mstari ukaufuta, unakuwa una maana sana kwako wewe. Tukaja katika lower time frame ambao ndo sehemu ya kutafuta entry. Kuna mic iko open ama ni ya? Okay. Tafuta entry, maana yake nita minimize chart yangu kama hivi, alafu then nitaangalia, nitachora support and resistance. Nitakuja nichore mstari wangu hapa, ama naweza nika minimize, tuwe kama arena wanavyofanya kwamba nitachora mstari wangu wa support na resistance. Ngoja nichukue ule ambao ni mrefu. Mstari wangu wa resistance huu hapa, horizontal. Nitakuja niweke mazingira haya, ni connect hapa, nime connect 1 2 3, alafu nitachora mstari mwingine eneo la juu. Hizi zote zinatusaidia kupata entry. Nita connect hapa, nime connect 1 2, alafu then nitarudi katika upande wa candle. Leo mbona watu wanaquit darasa, ama namba imekuwa ndogo bado na quit, ama tumelazimisha all day, watu wako all day, tumelazimisha kuwa na darasa siku ya leo ambao walitakiwa kuwepo maybe. Kwa hiyo hii concept maana yake inatuonyesha nini? Kwa mtu ambaye alikuwa anataka kutrade gold, tushafahamu kwamba trend sasa hivi market inaonyesha kurudi eneo la chini, lakini bado iko ndani ya uptrend. Hatuwezi kusema kwamba hii sio uptrend, bado iko ndani ya uptrend. Maana yake utaanza kutafuta kuzispot zile zone ambako market imegusa for the first time, kwamba kama market imegusa for the first time, sasa anasubiria ni muda gani ambao market itarudi kutouch hiyo eneo. Kwamba kama kwa mfano kama hapa market ilitouch for first time, ikarudi tena for second time, ikarudi tena, bahati mbaya haikurudi kugusa hii sehemu. Sasa hatujui kwamba market ilivyogusa hii eneo, kuna watu labda walisubiri hapa. Sasa usingeweza kujua hili eneo kwa sababu hili eneo market ilikuwa bado haijatouch, iligusa huku juu ikapanda juu. Kwa hiyo obvious, wewe kama trader, sehemu ambako kulikuwepo na entry ni hii hapa. Kama ungekuwa unataka kutrade kwamba ngoja niingie kwa muda mfupi hapo then nifanyeje, nitoke, kwa hiyo ungeweza kuwa unaendelea kutrade hizi V mpaka pale ambako price labda imekuja kufanya nini, kudrop. Sasa nilizungumza hii concept kwenye NAS 100 kwamba ukiona market imegusa zaidi ya mara tatu, ama mara tatu ishagusa, yani kwa mfano kama hapa imegusa mara moja, ikaja ikagusa mara ya pili, ikagusa na third time, hii mara ya nne, mara nyingi huwa tunakuwa nayo makini. Kama mnakumbuka kwenye character ya NAS 100, hata kwenye gold iko hivyo hivyo, kwamba market inapogusa huu mstari mara nyingi zaidi, ikautest mara nyingi zaidi, mara ya nne huwa inakuwa ni mara ambayo sio nzuri sana kwa trader, kwa sababu kuna uwezekano hiyo sehemu ikawa break. Sijui kama mnaikumbuka hii concept, lakini najua mtakuwa mnaikumbuka kwa sababu nilizungumza darasani hapa. Kwa nini market labda hairudi kugusa huku juu? Kwa sababu news zinatuambia kwamba sasa hivi ni muda wa kufanyaje, wa kusell. Hata news ilivyotoka inatuambia 2 weeks, kwamba ndani ya wiki mbili gold amekuwa anafanyaje, ana collapse. Sasa
Kwa based on experience, gold inakuwa na mwendo mzuri pale inapotokea iko katika mwendo wa nini, wa uptrend. Ikiwa katika uptrend, gold inakuwa katika mwenendo ambao ni mzuri sana. As a trader unaweza ukafocus na kutengeneza mazingira ambayo ni mazuri, ama ukatengeneza faida ambayo ni nzuri, kwa sababu tunafahamu gold ikiwa katika uptrend inatengeneza so many opportunity, na inaweza ikatembea hata wiki mbili, ikatembea miezi miwili, mwezi mmoja, ama hata miezi mitatu, wakati mwingine ikawa katika uptrend. Kwa hiyo make sure una focus kwa kuangalia hizi zoni, sehemu ambayo imegusa mara moja, mara mbili, then ama kwa kuangalia V ama kwa kuangalia inverse V, utapata matokeo ambayo ni mazuri unapokuwa una trade gold. Any question? Mwalimu. Yes. Asante mwalimu, tunashukuru sana kwa somo, japo ulikuwa spidi sana, lakini tume capture kwa kiasi kikubwa sana, mimi nasema hivyo, na ninaamini tukija kupitia pia kwa hii video nafikiri tutakuwa vizuri sana. Sasa swala langu lipo kwenye hiyo kwamba ikitokea imetouch, kwa mfano hapo tunaangalia kwa upande wa useli, yani kwamba imetouch mara ya kwanza ikabai, ikatouch mara ya pili ikaenda juu, ikatouch mara ya tatu kuna possibility kama ulivyotuambia kwamba tuwe makini sana, inaweza ikashuka. Sasa je, ikitachi kwa upande wa juu, manake inakuwa ni vice versa ya hii ya chini, au inakuwaje? Inakuwa ni vice versa, yani sehemu popote ambapo inatouch mara 4, I mean mara yani ikisha touch 3 times, ile mara ya 4 huwa ni kuna possibility sana ikatoboa. Inaweza ikatoboa resistance ama inaweza ikatoboa support, kwamba hii resistance ikatobolewa ama support ikafanyaje, ikatobolewa. Hata kwenye nas mara nyingi inakuwaga hivi. Kwa hiyo hii fourth touch mara nyingi tunakuwa nayo makini na kuiogopa, kwamba kwa sababu naweza nikaitrade na market ikatoboa hiyo sehemu. Kwa hiyo sitakiwi kufocus zaidi. Sasa twende kwenye hii sehemu hapa. Kuna mwingine anaweza kajiuliza hapa. Kwa mfano market ikitoka ikaje ikafanya kitu kama hapa. Unaona price ilipo hapa. Ikitokea kwa mfano price ikarudi huku ndani hivi, tunakuwa tunafahamu kwamba price itakaporudi labda ikawa inacheza huko ndani, ama ikaja mpaka labda hii sehemu hapa, anachokuwa nahitaji tu ni fundamental, kwamba niangalie fundamental za siku hiyo mpaka anakuja kugusa hapa, zinatuongoza wapi? Zinatuambia to sell ama zinatuambia gold ameslip, zinatuambia gold amefanya nini? Kwa hiyo kama gold ameshuka, maana yake nakuwa najua hii sehemu nita sell. Ama price ikishuka ikarudi ile eneo, kumbuka hii ndio touch yake ya kwanza, maana yake naweza nikaja nikafanyaje, nikabai gold katika mazingira. Lakini siwezi kubai hapa endapo kama news zitakuwa zinaniambia kwamba gold amedrop, kwa sababu kama news niko against na news, nakuwa sina imani nzuri, ama nakuwa mwenyewe nakosa ule ujasiri wa kuendelea kuhold kile kitu ambacho na kitrade, kwa sababu niko tayari against the news. Nimeeleweka vizuri hapo kwenye hii gold? Mwalimu.